بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1441 katika darsa شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكي قول المصنف رحمه الله قال: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. قوله ولا نترك حضور الجمعة، بين المصنف رحمه الله وجوب المحافظة على الجمعة مع جماعة المسلمين. hapa mwandishi rahimahullah abainisha wajibu wa kudumisha sala ya Ijumaa pamoja na jamaa ya Waislamu, maana pamoja na kiongozi wa Waislamu na jamaa. وهذه المسألة يريدها أهل العلم في كتب الاعتقاد حفاظا على وحدة المسلمين وجماعتهم. na masala kama haya huyataja wanawavyuoni katika vitabu vya i'tiqad kwa malengo ya kuhifadhi umoja wa Waislamu, kwa Waislamu wawe kitu kimoja, jamaa yao iwe moja. Pamoja na kuwa hili, wengi katika watu leo, hata katika wale wanaonasibishwa na ilmu, hawalipi uzito wa aina yoyote. Na mfano ni kama haya mambo tunayoyataja, kuwaweza kumuona mtu anayenyoshewa vidole kuwa anasibishwa na kuongoza katika jambo la dini kama imamu wa msikiti au khatibu, lakini asizingatie jambo kama hili na uzito wake na umuhimu wake. Umoja katika umma ni jambo muhimu sana. Kumsikiliza kiongozi na kuwa chini ya taa ya kiongozi ni jambo muhimu sana. فالمسلم مأمور بحضور الجمعة في المسجد ولو كان الإمام الذي يصلي فاسقا. hata akiwa imamu anayeswalisha jumua ni fasik, ni wajib juu yako muislamu kuhudhuria jumua. au عنده بعض الأخطاء, ama ana baadhi ya makosa yule imamu, حفاظا على جماعة المسلمين كما تقدم, ili kuhifadhi ile jamaa ya Waislamu كما tulivyotangulia hapo juu. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا. أي صلاة الجمعة فإنها تصلى خلف البر والفاجر تجنبا للفرقة. صلاة الجمعة hakika swala ya Ijumaa itaswaliwa nyuma ya wema na waovu katika maimamu na katika viongozi. Wakati ule ilikuwa viongozi ndio wakiswalisha Ijumaa, na viongozi ndio wakiswalisha swala ya Eid, na wao ndio wakiongoza jihad fi sabilillah. Lakini leo maimamu ni maimamu tu, mtu andiko kuwa ni imamu basi. Kwa hivyo pia hawa maimamu hawa pia, maadamu kwa swali ya Ijumaa, nenda kaswali na jamaa, tajannuban lilfurqa, ili kujiepusha na furqa. wakadhalika sairu salawat, na swala zilizobakia waswali na jamaa.
na hapa haimaanishi katika maneno haya kuwa uungane na ahlul bid'ah, la. Haya ni masala mengine na haya ni masala mengine. Hapa ni kuangalia maslaha amma, sababu yawezekana kwa yule kiongozi ni muovu kwa mfano, ama hayuko katika manhaj sahihi kama ilivyopita huko nyuma. Aweza kuwa yule anayesalisha si katika ahli sunna al-khullas, lakini hivyo hivyo ukaona ahli sunna wakiswali nyuma yao maadamu ni muislamu, kwa sababu wakijitoa tu hivi wataonekana wamejitoa katika jamaa ya Uislamu na itasababisha fitna katika mujtamaa. Lakini haimaanishi sasa ndio uwe rafiki yake mubtadi' uwe naye uwe mpaka mwisho umekuwa katika wao. Na hili jambo la kujitenga na watu wa bid'a leo, baadhi ya wale ambao wajinasibisha kuwa yeye ni salafi, utamwona mtu sema mimi salafi. Corona imeleta kazi hapa. Kuna wengine wajiita masalafi, ikaja amri ya kufunga misikiti pia wakaswali na Ijumaa, na jeuri juu salafi. Kila mtu leo alipofahamu salafia ni haki ajitaka salafi, yani salafi. Hata shekhi wetu yule salafi yule, mwambie basi aseme siku moja ni salafi, aone kama watu wasambaratiki katika kikao chake. Ali hadha jamaatana, kama haambiwi hivyo. Lakini sasa katika mambo kama haya yakitokea na mitihani kama ikitokea, ndio abainika mkweli na muongo katika madai yake. Kweli nani na muongo nani, watu wafahamu. Kwa ukaona ni wenye kuwakhalifu viongozi kwa mfano, huu ni msingi. Kwa nini? Kwa sababu nikifanya hivi watu wataniona hivi. Vipi bwana? Mimi nitawaambia watu kwa mfano kiongozi amesema tufunge msikiti, sisi tufunge bwana. Alafu nitaonekana muoga mimi namuogopa, kwani yule nani yule? Haya hayajengewi hivyo. Salafa hawakujengea hivyo. Hawakuangalia kwa jicho hilo la hamasa. Wameangalia kwa jicho jingine, kuhifadhi ule umoja wa Waislamu. Asema wa inma wakadhalika sairu salawat, na swala nyingine pia wataswali nyuma yao. Wa inma khassa kathirun min as-salaf al-jumu'a wal-eidain لأن غيرهما من الفرائض لا يفتقد من صلاها مع غير الإمام لكثرة المساجد. na hapa wamekusudia kutaja Ijumaa. Mara nyingi katika vitabu vya aqida utaona imetajwa Ijumaa ama imetajwa swala ya Eid. Kwa nini? Kwa sababu swala nyinginezo katika swala za faradhi huwezi kukosa kuna watu ambao hawakuswali nyuma ya kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu misikiti ni mingi, waweza kuswali kokote. وصحة إقامة أكثر من جماعة في البلد الواحد, yasihi kuswali zaidi ya jamaa moja katika nchi moja. Kuna msikiti huku msikiti huku msikiti kule. بخلاف الجمعة فلا يقام أكثر من جمعة في البلد الواحد بعدا عن التفرق. na hii ilikuwa wakati ule watu ni wachache, Ijumaa yajulikana msikiti fulani watu ndio waswali Ijumaa. Hata huko kwetu ilikuwa hivyo mwanzo, watu walipokuwa wachache msikiti fulani wa Ijumaa, wengine waswali Ijumaa. Kwa hiyo watu wote hutoka katika misikiti yao wakaswali katika ule msikiti ambao ahutubu kiongozi na awaswalisha. Ndio wakataja hili jambo au masala haya katika vitabu vya aqida. Illa idha kana lidhalika hajatun muliha katabaudi atrafi albalad, isipokuwa kukiwa na haja ya kila mtu kuswali Ijumaa katika msikiti wake. Kwa mfano ile nchi imepanuka, watu wako mbalimbali, au adam ittisa'i almakan wa nahwi dhalika, au ikiwa ile sehemu haitoshelezi. Kama leo kwa mfano useme basi msikiti utakuwa ni mmoja unaoswaliwa Ijumaa, kutatosha? Haiwezekani. Misikiti yenyewe yote hujaa siku ya Ijumaa, misikiti yote takriban hujaa siku ya Ijumaa. na mfano wa sababu kama hizi basi itajuzu. قوله فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، أي إذا ابتدع أمرا ناقلا عن ملة الإسلام. na hapa ndio utaona baadhi ya watu kutofahamu vitabu vya aqida. Mtu akisoma kama anasema
al-Imam al-Muzani yashasema fa in ibtada'a dhalalan fala salata khalfa. Kwa hivyo mubtadi' haifai kuswali nyuma yake hata kama bid'a haimtoi katika Uislamu. Sikiza Sheikh Abdul Razzaq asema idha ibtada'a amran naqilan an millati al-Islam, ikiwa atazua jambo ambalo litamtoa katika Uislamu. ومن لم تصح صلاته لنفسه لكفره فإنه لا تصح إمامته لغيره. ikiwa sala yake mwenyewe nafsi yake haisihi kwa sababu amezua uzushi unomtoa katika Uislamu, basi haiwezekani yeye kuwa imamu wa watu wengine wakati sala yake mwenyewe haisihi. famithlu hadha la yusalla khalfahu, mtu kama huyu watu hawaswali nyuma yake. أما من كان عنده بعض البدع التي لا تخرجه من الملة فإنه يصلى خلفه ويناصح وتقام عليه الحجة. سما فمثل هذا لا يصلى خلفه، mfano wa mtu kama huyu mwenye bid'a inayomtoa katika Uislamu watu waswali nyuma yake. Amma man kana indahu ba'd al-bid'a, ama yule ana baadhi ya bid'a التي لا تخرجه من الملة، بدعة ambazo hazimtoi katika Uislamu, فإنه يصلى خلفه ويناصح وتقام عليه الحجة. watu wataswali nyuma yake na watampa nasaha, watamsimamishia hujja, huenda akarudi nyuma. قوله والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج، na jihad pamoja na kila kiongozi awe ni mwadilifu au dhalim, na haji pia. قال وكل هذا حفاظا على وحدة المسلمين وكلمتهم ورأبا للصدع وإبعادا للشيطان والفتنة. yote haya ni kuhifadhi umoja wa Waislamu na neno lao kuwa moja, kuunganisha Waislamu na kumweka mbali sheitan na fitna. قال رحمه الله تعالى وإقصار الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. قوله وإقصار الصلاة في الأسفار أي قصر الصلاة الرباعية في السفر، كبنغوزا صلاة ركعن كتك سفاري. وهذه المسألة من مسائل الأحكام، ولعل الإمام المزني رحمه الله أورد هذه المسألة لوجود مخالف فيها من أهل البدع في وقته. مسألة هاي نكتك مسائل أحكام سيا عقيدة. هنا الإمام المزني رحمه الله ameyataja masala haya katika kitabu chake hiki kinachozungumzia itikadi ahli sunna, kwa sababu kulikuwepo pengine wakati wake katika ahlul bid'ah waliopinga hili. fa inna masail al-ahkam la turadu fi al-'adati fi kutub al-i'tiqad illa idha wujida man yukhalifu fiha min ahli al-bid'ah. masail ahkam hayatajwi katika ada katika vitabu vya i'tiqad isipokuwa kukipatikana wale wanaokhalifu katika ahlul bid'ah. ويكون مقصد العلماء إنكار بدعته، كما مقصوديو يا wanawavyuoni ni kukataza ile bid'a yake. وبيان أن هذا الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، kubainisha kuwa hili jambo limethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. قوله والتخيير فيه بين الصيام والإفطار إن شاء صام وإن شاء أفطر، فالمسافر بالخيار، مسافر أنا خياري، إما أن يأخذ بالرخصة ويفطر في شهر رمضان، وإما أن يأخذ بالعزيمة فيصوم. مسافر أنا خياري، إما تشكو رخصة أكفتور katika mwezi wa Ramadhani usamni msafiri, au akachukua jambo la azima, yani bimaana akafunga hata katika safari. Na haya masala ya kuwazi zaidi yamekuwa wazi katika vitabu vya fiqh.
ويدل على ذلك ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر. صحابة ولموليزة متوم سلم كوسكفونغ كتك سفاري فقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وكتاك فونغ وكتاك بيا كولا ونرخصة. وفي لفظ آخر أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح. وصحابي يا رسول الله najiona nina nguvu ya kufunga katika safari, je napata dhambi nikifunga katika safari? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله, ni rukhsa inayotoka kwa Allah. faman akhadha biha fahasanun waman ahabba an yasuma fala junaha alayhi, atakayechukulia hiyo rukhsa ni vizuri, na yule atakayependa kufunga basi hana makosa wala dhambi katika hilo. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.